habari ya tarehe 29, na tunaye katibu mkuu na makamu mwenyekiti wa chama chetu watakuja kuongea kwa kina habari ya katiba mpya na msingi wa operesheni hii. Tumekuja wengi leo kwa sababu ndio uzinduzi wa kwanza wa operesheni yetu tutakokwenda nchi nzima. Kwa hiyo mimi nimetoka Arusha, Sugu ametoka Mbeya, Bonde, Dar es Salaam, Wazanzibari wote. Unaona wote wanasalimia tu kwa dakika 10. Na lazima ujiulize swali hili. Kwa nini wamekuja wote alafu wanaongea kwa dakika chache? Tumefanya hivyo kuonesha umoja na mshikamano wa kazi hii ambayo tunaianza leo katika kupigania taifa letu vizuri. Wakati watu wanaongea hapa, mwenyekiti wetu yuko ndani. Mwenyekiti wetu yuko ndani si kwa sababu ya DPP wala Samia na nguvu. Aliyemweka mwenyekiti wetu ndani ni mwananchi muoga na mwananchi mnyonge kama wewe. Kenya wakati Raila yuko hai, ulikuwa huwezi kumshika Raila ukamweka ndani. Nairobi apata kalika mpaka Raila atoke jela. Kwa hiyo anayemweka mwenyekiti wetu ndani, anayetutesa sisi ambao tuko mbele ya safari hii, ni mwananchi ambaye amekubali kuwa muoga. Ni mwananchi ambaye amekubali kuwa muoga. Ndugu zangu, chama chetu kitazunguka nchi nzima. Hatuna pesa. Kwa mara ya kwanza baada ya miaka karibu 20, chama hiki kitaenda nchi nzima kwa kuombaomba pesa. Mimi ni mwenyekiti wa kamati ya fedha, na huu ndio wito wangu kwenu nyie watu wa Katoro. Fikiria kazi ilivyo ngumu. Lissu mguu wake mmoja ni mfupi, amejaa risasi nyingi. Lissu ukimwona Mheshimiwa Lissu anameza dawa asubuhi, unaweza ukafikiri anajiua. Anameza kikombe cha dawa kwa sababu mwili umejaa vyuma na risasi. Hawa viongozi wote hawa wametoka mbali. Viongozi wetu wa wilaya hapa hawana pesa. Hakuna shilingi moja inayokuja chini. Hata huu mkutano tuliokuta hivi, kama tunawasaidia ni pesa ndogo sana, lakini juhudi zote ni kanda, katibu wa kanda, viongozi wa jimbo na viongozi wa mkoa. Hawa waliojitoa hivi wanakuhitaji wewe ufanye kitu kimoja cha msingi. Mchango wako mdogo. Hakuna kitu kinakera, nakwambia, kama kuomba pesa kwa wananchi ambao mtakuwa mjua hili ni jukumu lenu. Wananchi milioni 1 wakijiandikisha katika mchango wa kujirudia, mtakuwa mnatupa shilingi bilioni 1 kila mwezi. Mkiwa 500,000 ni milioni 500 kila mwezi. Hatari yake nini? Zakaria njoo. Hapana, njoo mwenyekiti wa vijana. Ndugu zangu, mimi nilikuwa mbunge miaka 10. Si ndio? Mimi najulikana nchi nzima. Huyu ni mwenyekiti wa vijana. Ana kipaji cha kwenda, unaweza ukamtuma huyu kwenda kufanya mkutano Mlama peke yake na akaelewesha watu wakamwelewa, lakini hawezi kufika bila kuwezeshwa. Tofauti yake mimi na wewe ni nini? Mimi naweza nikaomba mafuta ya kutoka Arusha mpaka hapa kila sheri bure, nikafika hapa bila pesa yangu. Huyu hajawahi kufanya siasa ndani ya bunge, hakutengeneza contact. Sasa hatari ya nia kutokuchangia chama chenu ni nini? Mtaua vipaji vya watu wenye uwezo kuliko sisi, kwa sababu hawawezi kutembea na kufika kufanya mikutano. Sasa mimi njoo. Mimi kwa mfano, kuna tabia ya kuwachangia viongozi. Hata mimi nachangiwa. Ukinipa mimi pesa, nani amekwambia pesa inafika kwenye chama? Ila ukichanga pesa kwenye tone, katibu mkuu pamoja na wakurugenzi wa fedha na mkaguzi mkuu wa serikali CAG anakagua pesa ambayo umechangia kwenye tone. Mimi ukinipa milioni 5 sisemi, kwa sababu ukinipa mimi unaniambia hiyo siri yako, na mimi ikiwa siri yangu
siri yangu na mke wangu haiji kwenye chama. Hatari yake ni nini? Utamaduni huo ukikua, kwamba siasa ni biashara binafsi na sio biashara ya umma. Ili siasa iwe kazi ya umma, lazima mjenge utamaduni wa kuchangia fedha kupitia mifuko rasmi ya chama. Sijui kama katoa maneno. Sasa sisi tuna kitu kinaitwa tone tone. Ndugu zangu, bahati mbaya sana hata wanachama wa Chadema na viongozi wa Chadema ambao mko kwenye mkutano mkuu wa wilaya, ngazi ya mkoa, kanda, baraza kuu na mkutano mkuu, hamjajiunga kuchangiwa makato ya kila mwezi. Katibu mkuu ni mtendaji mkuu wa chama, anakaa ofisini masaa 24 7. Hawana pesa. Sasa chama hakina ruzuku. Namna pekee ya kuokoa hiki chama ni nia kujenga utamaduni wa kuchangia chama. Mimi naishi Tanzania na naishi Canada. Chama cha Leba, wanachama wake wanachangia $2, $3, $5. Ukiwa na wanachama milioni 1 wakachanga shilingi 5,000 kila mwezi, mtakuwa mnaipa Chadema bilioni 5 kila mwezi. Mkiipa Chadema bilioni 1 kila mwezi, ama pingo wa CCM tunaolegeza kubwa kabisa. Mimi wito wangu wanachama na wananchi wa Katoro, isiyo ni habari ya kujisikia, hiyo ni jukumu lako. Hebu fikiria, hawa watu wote hapa wakate tamaa, waamua kufanya shughuli zao. Mimi nikisimamia shughuli zangu mwenyewe 100%, nikaachana hii kazi, na kuambia na mkuta moyo Daudi baada ya miaka 5. Sababu mimi Mchaga najua kupiga miguu yote. Na kuambia kabisa. Na kila mara nafikiria labda nipumzike kidogo, nitengeneze na maisha yangu na retirement yangu, nisije nikaishi kama ombaomba. Hatari moja kubwa sana, msipojenga utamaduni wa kuchangia chama kupitia mifuko rasmi ya chama, maana yake ni kwamba vijana wengi chini huko wenye uwezo hawataweza kusafiri kufanya kazi za siasa. Mimi sasa hivi nikitaka kwenda popote nchini naenda, kwa sababu najua nani nimpigie simu anisaidie. Maingira hawezi mambo ya kupata pesa, unaweza ukawa tofauti na Boni Yai ama wengine. Naomba watu wa Katoro, katika kipeperushi hichi mlichopewa, kuna mahali kuna kitu kinaitwa malipo ya kujirudia. Chukua simu yako, kuna namba ya Mpesa, Tigo Pesa, Airtel Money, weka pesa tupate pesa kwa ajili ya kufanya kazi hii. Tuna magari karibu 14, magari 9 yote ni mabovu. Mimi hapa nimekuja na gari ya Boni Yai, imefika Mwanza, imepata emergency, imebidi nikodishe gari nyingine Mwanza, kuweka mafuta jumlisha $250,000 ili tufike tuwai mkutano hapa. Tutaona hotelini, wote hao watafanya hivyo. Mkiona mimi nafanya tu kwa pesa zangu, inawezekana kuna mahali hii kazi ni biashara yangu na sio wito wangu, na ikiwa ni biashara yangu na sio wito wangu, hatutawapeleka mahali. Tukishika mamlaka tutakuwa wala rushwa kama Chama cha Mapinduzi. Hii kazi tunataka tuifanye leo. Chukua namba yako ya simu, andika namba hii ya Vodacom 0744 44 69 ni sawa penda, sio 0744. Lakini kuna hichi kipeperushi, kuna namba ya benki. Wewe ni tajiri, ni mfanyabiashara, naelewa hofu yako ya kuweka pesa kwa jina lako, na ielewa hofu yako. Unachotakiwa kufanya, mpe mtu akakuwekea pesa, alafu akuletee slip ya benki, utakuwa umechangia chama hiki. Msipochangia chama hiki, katibu mkuu atakaa ofisini. Msipochangia chama hiki, wakatibu wa kanda watakaa ofisini. Na hao wakaa ofisini wakakata tamaa, msiseme wale wametusaliti. Niye ndio mmewasaliti, kwa sababu mkufanya jukumu la msingi la kusaidia chama chenu kufanya kazi ya siasa. Hapa nimeongelea viongozi wakuu, bado kuna viongozi wa ngazi chini wilayani, hao hawana kitu hao. Mimi hata hapa nikitoka na wao kupanda gari na chapa mwendo, kwa sababu wanapiga juki, wanapiga miziga, hawana hela. Hapa naongea uongo wapiganaji, kwa sababu ni ya mchango. Katibu mkuu akiwa na akaunti ya shilingi milioni 500 kila mwezi,
atashusha pesa kanda, atashusha pesa mkoani. Hawa watu watatembea, mtazindua wabunge wengi na madiwani wengi. Kwa naomba sana, hilo nilisema nianze nalo nisisahau. Jambo lingine, watu wameongea kuhusu habari ya tume ya Chande. Huyu Chande tunasema anafanya mambo ya kiliwanzi. Huyu Mungu alimtumia huyu. Mimi niko rohoni, si mnajua huyu Chande, huyu Mungu alimtumia, na nafikiri Mungu alimtumia alidanganya labda na kabudi mwongo sana. Wakati kabla timu ya Chande, sisi ndio tulikuwa tunasema watu wameuawa, si ndio? UVCCM na serikali walikuwa wanasema watu hawajauawa. Chande amekuja amesema wamethibitisha watu 500 wameuawa. Maana yake Chande amesema kesi kule mahakama ya ICC kule Amsterdam Uholanzi inaweza ikaanza kwa sababu kuna watu wameuawa. Kwa mahakamani hatuendi kushindania kama kuna watu wameuawa, tunakwenda kusema nani kawaua. Sasa na nani kawaua? Rais Samia alishasema vizuri kwenye hotuba yake. Alisema kuna watu walikuwa wanataka kufanya mapinduzi, vyombo vya dola vikatumia nguvu kuzima mapinduzi. Kwa Rais Samia atatuambia wale waliozima mapinduzi ni wakina nani, na waliokuwa wanataka kufanya mapinduzi, shahidi wa kwanza ni Samia. Mmeelewa? Rais Samia alihutubia akasema, kwanza alianza akasema who are you, akaambia wazungu, akasema mlitaka yafanyika mapinduzi halafu vyombo vya dola vikae kimya. Akasema vyombo vya dola vilitumia nguvu kupita kiasi kwa sababu vilizima mapinduzi. Samia atakwenda ICC atuambie hivi, hawa waliokuwa wanapindua ni wakina nani na waliozima mapinduzi ni wakina nani? Sio maana jamani. Kwa hiyo iko hivi, na ndio sababu sasa sikiza na hivi, ndio sababu sasa wakapendekeza hivi, kuna kitu kinaitwa kuundwa tume ya uchunguzi ya makosa ya jinai katika swala la Oktoba 29. Mnisikia sio? Mnisikia? Maana yake ni kwamba hiyo timu ya uchunguzi itaanza kuwahoji watu kama criminal, na ndio sababu katika ile tume ya Chande aliongea kitu kimoja, akasema wako watiania wa Chama cha Mapinduzi waliokatwa majina na wao walichochea maandamano. Hiyo kauli mimi nimeisikia polisi wa Oysterbay, msaidizi wa DCI anaongea na Kingai DCI, anasema tuko tunamhoji Lema wakati hajanioji. Anasema Lema anasema mbona mwakamati CCM wakati CCM maandamano? Nikamwambia George, nimeongea wapi? Akaniambia kaa kimya utoke hapa. Maana yake pia anataka kuingiza CCM kwenye matatizo. Wanataka kuhoji baadhi ya watu wa CCM wakamate na viongozi wa Chadema ili watafute balance kwamba waonei wawape kesi ya ujinga waliofanya wao. Hiyo inawezekana kama ni wananchi mtakubali. Hatuna muda wa kutosha Katoro, tutarudi tena kwa nafasi kubwa. Tuko viongozi wengi. Baada ya mkutano hii inaanza, tutagawanyika timu nyingi sana. Timu moja inaweza kawa timu yake Sugu, Mainila, tukawa kwa siku tunafanya mikutano 5 ili kukava nchi nzima kwa wakati mmoja. Naomba sana na Mungu awabariki sana. Tunaombeni mchango wenu wa fedha ili kazi hii iwe nzuri sana. Asalamu alaykum na Mungu akubariki sana. Asante bwana. Namba jamani, kuna kipeperushi hiki, tafadhali kwenye grupu lako la WhatsApp ukituma pesa kwenye namba hii 0744 446969 ni Vodacom, jina litakuja Chadema Headquarters. Ukituma pesa ikaenda jina limeandika kwa Diploma umepigwa, ikaandikwa John Mnyika umepigwa, iandike Chadema Headquarters, Chadema HQ. Sasa kuna akaunti za benki, kuna namba za Tigo, lakini rai yangu mjiunge malipo ya kujirudia. Kama hujui, waone viongozi wa ngazi ya wilaya eneo husika ama mwanachama wa Chadema akufundishe namna ya kujiunga. Asanteni sana, Mungu awabariki sana.
Asante sana. Huyo ni mwenyekiti na mlezi wa kanda ya kati, Mheshimiwa Godbless Lema. Tunashukuru sana, na sasa tumemaliza wajumbe wote wa kamati kuu, na sasa tunaelekea kwenye mabaraza. Naomba nimlete kwenu mwenyekiti wa baraza la BAVICHA, Mheshimiwa Deogratias Mainyila. Kijana na akili, kijana wakili, kijana ni msomi. Hizi akili uwezi ukazipata kule mboga mboga. Karibu sana mwenyekiti. Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa chama chetu bara na Zanzibar, Mheshimiwa katibu mkuu na viongozi wote wa meza kuu na wananchi wa Katoro, itifaki nimeizingatia. Ndugu zangu watu wa Katoro, niliyesimama hapa naitwa Deogratias Cosmas Mainyila, ni mwenyekiti wa baraza la vijana wajanja kabisa, vijana wa Chadema, tunaitwa BAVICHA. Sasa naomba na mimi niseme mambo matatu ili niwaachie viongozi wangu waweze kuzungumza na nyinyi watu wa Katoro. Kabla sijasema, naomba tusalimiane. Watu wa Katoro, naomba mseme nguvu ya mabadiliko kama nyinyi ni vijana. Lakini pia nikiwauliza ngumi ziko wapi tusalimiane, naomba mseme hizi hapa. Katoro vijana. Watu wa Katoro, ngumi ziko wapi tusalimiane? Ngumi ziko wapi Katoro tusalimiane? Pale nyuma vipi, nyie wachawi au? Peoples! Mheshimiwa makamu mwenyekiti, kwanza mimi binafsi nimefurahi kukuona leo umefika Katoro. Siku mbili hizi kulikuwa kuna maneno, lakini naomba nikwambie kwamba hii Chadema na CCM lazima wakubali kwamba hii Chadema ugali ni wa moto, mboga ni ya moto, kachumbari, pilipili ni nyingi kuliko nyanya. Watalazimika kula hivyo hivyo. Ugali wa moto uko jela, mboga ya moto hii hapa Heche, mboga ya moto ni huyu Mnyika, halafu ile kachumbari yenye pilipili nyingi kuliko nyanya ndio hizi pilipili. Kina Lema, Sugu, yani hizo ndio pilipili zote zimejaa kwenye kachumbari. Kwa nini nimesema hivyo makamu mwenyekiti? Hii nchi goma limeshaamka. Hakuna kutishika na yoyote, na mimi nakufahamu. Hakuna mtu anaweza kukutishia kwa lolote. Endelea kupeleka moto. CCM sasa hivi wameshaanza kuomba maji. Tunapaswa kuwapelekea moto mpaka waombe panado. Jambo la kwanza nililokuja kuwaambieni watu wa Katoro kama sauti ya vijana wa Chadema, jambo la kwanza, sisi BAVICHA tunaamini mwanasiasa pekee kwenye taifa hili ambaye ana mvuto mkubwa kuliko wanasiasa wote kwa sasa ndani ya taifa hili ni Tundu Antipas Lissu. Sisi vijana tunaamini Lissu amekuwa ni kiongozi anayetupigania na anayejali maslahi ya taifa hili kesho na kesho kutwa. Hivyo basi tunao wajibu wa msingi kabisa wa kumpigania. Na BAVICHA tunaamini zaidi ya 90% ya vijana tunamuunga mkono Tundu Lissu na tuna mahaba naye makubwa sana kwa sababu tunamwamini. Sasa wako wahuni, Mheshimiwa makamu mwenyekiti, wapo kwenye hili taifa wanasema kwamba kama kweli 90% ya vijana wanamkubali Lissu, wamefanya nini? Mbona wamenyamaza? Huyu Lema kakaangu mimi namuitaga nabii. Siku hizi amenishawishi sana na amenifanya na mimi nianze kusoma maandiko matakatifu. Maandiko matakatifu yanasema kuna wakati ili neno la Mungu litimie litahitaji watu wa kulidhihaki. Kuna wakati ukuu wa Mungu ili utimie unahitaji watu wa kukuwakejeli. Sasa ndiye mnaosema vijana wa taifa hili wamefanya nini kama kweli wanampenda Lissu? Tunayachukulia maneno yenu ni kama dhihaka, kama ni kejeli kuelekea ukuu wa Mungu kutimia. Endeleeni kutudhihaki ili tupate hasira. Endeleeni kutudhihaki ili tuchukue hatua. Na mimi nawaambieni, mwacheni Tundu Lissu. Tundu Lissu ni mpango wa Mungu. Huyo Tundu Lissu kama alipigwa risasi 16 hakufa. Huko jela mnajisumbua. Mwacheni Tundu Lissu awapeleke wana wa Israeli kwenye nchi yao ya ahadi. Hilo lilikuwa ni jambo la kwanza. Tunafanya nini vijana wa Chadema kuhakikisha tunampigania mwenyekiti wetu? Kauli ya BAVICHA, msimamo wetu ni kwamba
kuanzia ngazi ya msingi, kuanzia ngazi ya tawi mpaka taifa. Anzeni kukaa vikao, kubalianeni nini mfanye kwa ajili ya kumpigania mwenyekiti wetu Lissu. Mkiamua kwenda kulala makanisani na misikitini kumwombea Lissu ili atoke, kama mkiona hiyo njia saidia, fanyeni hivyo. Mkiamua kumsikiliza Roho Mtakatifu awaelekeze nini cha kufanya, hakikisheni atakachowaelekezeni mkitekeleze ili sauti ya Mungu ikatimie. Hilo lilikuwa ni jambo la kwanza. Jambo la pili, naomba na mimi niseme kidogo kuhusu ishu ya tone tone. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, vijana tuna lugha yetu na naomba mtuvumilie. Hivi nyie wanangu wa Katoro, vijana wenzangu, ukiipenda pisi unafanyeje? Si unaishawishi? Si unatongoza? Sasa ama CCM wakati Chadema imeshawishi wa Tanzania kwa hoja ili muipende Chadema, wenzetu ma CCM ni madogo zege. Ma CCM hayawezi kushawishi. Ma CCM yanadhani mapenzi yanalazimishwa. CCM wanatumia nguvu ili wapendwe. Sasa mimi nitumie fursa hii kumwambia msajili wa vyama vya siasa, kama unawapenda CCM sana, wafundishe kutongoza. Ukifikiri kuifungia Chadema au kuifuta Chadema ndio utaisaidia CCM, unajidanganya. Hii ngoma imeshaamka. Na hii Chadema utaweza kuifuta wala utaweza kuisimamisha kwa chochote, kwa sababu Chadema ilishavuka kuwa chama cha siasa. Chadema ni imani, iko kwenye mioyo ya vijana wa taifa zima. Wito wetu sisi vijana wa Chadema kwenu vijana wenzetu wa Katoro na maeneo mengine yote, tunawaombeni sana, changieni chama hichi ili tuendelee kuwapelekea moto wa CCM mpaka waombe panado, sio maji. Kitu pekee tulichobakiza kwa sasa ni nyie mkichangia chama chenu ili tuendelee kupiga nondo, kwa sababu hawa jamaa wameshakubali, wameshalegea. Kitu pekee Chadema inahitaji ni nguvu kutoka kwenu. Hiyo ilikuwa ni jambo la pili. Jambo la tatu na la mwisho ni kuhusu katiba mpya. Naomba niseme yafuatayo. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, ukipita huko mitaani, wako vijana wenzetu kutoka kwenye vyama mbalimbali vya siasa, utasikia wanasema tunahitaji ajira kwa vijana, tunahitaji mikopo kwa vijana. Mheshimiwa Makamu Mwenyekiti, kutegemea haya ma-CCM na serikali yake dhalimu itatue tatizo la ajira kwenye taifa hili ni sawasawa na kukonyeza gizani. Utaishia kuvimba macho, hakuna mtu atakaye kuona. Hawa CCM hawezi kutatua tatizo la ajira kwenye taifa hili kwa sababu akili zao zimeshindwa kubadili madini yenu nyie watu wa Katoro kuwa utajiri. Wameshindwa kufanya hivyo. Tatizo la ajira kwenye taifa hili, msingi wa tatizo hili ni sera za vijana, ni sera za maendeleo, ni mfumo wa elimu tulionao, ndio msingi wa ajira kwenye taifa hili. Msingi wa tatizo la ajira kwenye taifa hili ni aina ya viongozi ambao wameshindwa kutumia rasilimali tulizonazo wakazigeuza kuwa ajira kwa vijana. Mnao viongozi ambao wanauza bandari kwa Mwarabu, unategemea watatengeneza ajira kwa vijana? Sasa wito wetu sisi BAVICHA, ili tutatue tatizo la ajira kwenye nchi hii, ni lazima kwanza tuwe na viongozi wenye akili timamu. Viongozi wenye akili timamu hatuwezi kuwapata kwa aina hii ya katiba tulionayo. Katiba hii tulionayo inafanya CCM waendelee kutawala. Kwa nawaombeeni vijana wenzangu, mauaji yaliyotokea tarehe 29 na kila siku hao watu wanapoteza vijana wenzetu. Nawaombeeni sana vijana wenzangu, tuendelee na mapambano ya katiba mpya, kwa sababu hiyo ndio dawa. Mwisho, katiba mpya inapaswa kupiganiwa mpaka na hao polisi. Nyie polisi mkitoka hapa mkasome Luka 3. Mimi nimesema kuwa Katoro mnastahili sifa na pongezi, lakini inaonekana bado mmechoka. Mmetoka mbali Zanzibar